Barua ya wazi kwa rais wa shirikisho la Urusi kutoka kwa rais wa Ukraine, au kwa kifupi, barua ya wazi kwa rais wa Urusi Bwana Putin kutoka kwa rais wa Ukraine Bwana Zelensky. Kwa Mswahili anayeifuatilia hii vita kuanzia mwanzo na anajua kiini cha vita hii, kwa maneno mafupi atasema hivi: kurukaruka kwa maharage ndiyo kuiva kwake. Yaani kwa mtu anayejua historia nzima ya vita ya Urusi na Ukraine, atasema hivyo kwamba haya maharage yanayoitwa Ukraine yanakaribia kuiva. Yaani yako karibu kuiva na yalike. Huo ndio ukweli. Kwa watu ambao tumeifuatilia hii vita kuanzia mwanzo na tumeshaujua ukweli na siri nyingi zimeshatoka, lazima tutasema hivyo. Barua ni ndefu sana, ipo kwenye website ya rais wa Ukraine, imewekwa pale. Ni barua ya wazi ya Bwana Zelensky, anaomba kuimaliza hii vita na Bwana Putin. Nini tafsiri ya hii barua? Achana na kilichoandikwa kwenye barua. Yaani hichi kitendo cha Zelensky tu kuandika barua ya wazi kwa Putin, nini tafsiri yake? Tafsiri yake kwangu mimi, kama vile kwa mbali Zelensky akili zinaanza kumrudi. Kama sio akili zinamrudi, kuna washauri wanamwambia haiwezekani bila kukutana na Putin. Yaani kuna watu ambao wako karibu na Zelensky, nao akili zinawarudi. Kimsingi ni watu wa Ulaya, na kuna baadhi ya maelezo yao nimeyapata. Asa cha kwanza kabisa, tuende kwenye barua. Kuna maneno mengi ya kujigamba kwa wale hamjasoma, ambayo tutafanyia ufafanuzi ili ujue ukweli. Kumbuka tunaishi dunia ambayo kuipata habari ni rahisi, ila kujua ukweli wa habari ndo kazi. Ndio dunia yetu ilivyo. Kwa wale wanaosomea kazi za wanahabari, hakuna habari sasa hivi. Hakuna kutafuta habari. Kuna kuchambua habari na kujua ukweli wa habari. Ukiweza kufanya hiyo kazi, ndiyo kazi inayohitaji watu. Lakini kazi ya kutafuta habari imekufa siku nyingi. Shukrani kwa teknolojia, mitandao ya kijamii, mawebsite na manini, vurugu tupu. Sasa kuna sentensi moja Zelensky ameisema, tafsiri yake ni kwamba huyu anaelekea kuiva ili aliwe. Kwa sababu usijizime data kabisa, vita ya Ukraine itaisha anavyotaka Putin. Yaani vita ya Ukraine haiwezi kuisha kwa maelezo mengi, kwa sababu wameshaelewana sana. Kuna Minsk 1, Minsk 2. Tena mwenyewe amesema hichi kitu, ambayo ile mikataba ya Minsk iliyofanyika kipindi cha zamani, walioitengeneza ile mikataba wao wenyewe walikuja wakatuambia walikuwa wanaiandaa Ukraine ili waivamie Urusi, kitu ambacho ni cha kweli. Usifanye masuala ya hatari na mwanamke. Mwanamke akiminywa anasema ukweli. Bibi Angela Merkel alikuwa kansela wa Ujerumani, alikuja wazi akasema mikataba yote tulioingia na Bwana Putin kuhusiana na Ukraine, tulikuwa tunavuta muda kuijenga Ukraine kijeshi iwe na nguvu ya kupigana na Urusi. Unataka ushahidi gani? Hebu vaa viatu vya Putin. Utaelewana na huyu mtoto maelewano gani ili malize vita, kama sio wewe kuandika masharti yako, wewe kama mkubwa, na kumwambia kwamba vita inaisha hivi, sihitaji discussion tena na wewe. Period. Sasa kuna sentensi ameisema Bwana Zelensky, ina make sense. Nikusomea hii sentensi yake. Barua ni ndefu, anayeweza kwenda kwenye website ya Zelensky ataikuta hiyo barua. Sentensi inasema hivi: the front line today is the line from which diplomacy must begin. Kwa Kiswahili kifupi kabisa, shamba aliloligatia Bwana Putin ni la kwake, yani pale aliposimamia. Kwa hiyo pale Bwana Putin aliposimamia, asimamie hapo ili waingie kwenye majadiliano. Ndio maana hiyo sentence. Ukirudi nyuma, hii sentence Zelensky alikuwa haitaki kabisa. Masharti ya Zelensky mwanzo kabisa yalikuwa ni toka kwenye shamba langu tukaongee, kitu ambacho akiingia akilini kwa Warusi. Yaani shamba walilojikatia Warusi watoke, ndio Zelensky aongee na Putin. Tukirudi nyuma zaidi, hii vita ilivyoanza, Zelensky aliandika sheria, yani sheria ilitungwa bungeni na Zelensky akaisaini kwamba ni marufuku viongozi wa Ukraine pamoja na yeye kuongea na viongozi wa Urusi. Hii ilikuwa ni sheria rasmi ya manake kutengeneza uadui wa moja kwa moja
kati ya Ukraine na Urusi. Kwa hiyo bwana Zelensky anavyotuandikia hii barua kwa Putin, anavunja sheria aliyoitengeneza mwenyewe kwamba ni marufuku sisi wa Ukraine kuongea na Warusi. Unajua wale wanaofuatilia mpira wanajua timu ya PSG iliyoshinda Champions League, ndani ya ile timu kuna Mrusi na Ukraine. Kipa wa PSG ni Mrusi, alafu kuna beki pale ni Ukraine. Sana sana yule beki hapatagi namba sana. Sasa inapotokea swala la celebration kushangilia, hawa watu yani hawasalimianagi kabisa eti. Ni ujinga uliotengenezwa na viongozi. Basically nisiseme viongozi, ni mtaje Zelensky kwa sababu aina ya watu kama Zelensky inabidi wa Tanzania tupaze sauti, watoke katika mfumo wa serikali. Ndugu zangu, uongozi ni kama vile kazi ya jeshi. Sio kila mtu anaweza akahudumu jeshini. Wote tunajua. Kwa nini iwe kila mtu anaweza akahudumu serikalini? Kwa sababu serikalini unavaa suti, unasoma script ya wasiojulikana ili ulipwe fedha nyingi. Ndio maana mnatujazia watu ajabu ajabu katika ofisi za serikali. Lakini jeshini hamtaki kujazana kwa sababu jeshini ni sehemu ya kuuza roho, si ndio? Vipi nikisema ofisi ya serikali pia ni sehemu ya kuuza roho? We must get serious tunavyokwenda kubadilisha mfumo wa katiba nchi yetu. Kwa hiyo ni upumbavu wa Zelensky akiwa anatengeneza uadui wa moja kwa moja na Urusi, kitu ambacho hakiwezekani. Hasa kama kaakili kanamuingia. Kwa nini? Hii sentence yake ya kusema kwamba shamba alijikatia bwana Putin ni la kwake ili waende kwenye mazungumzo, kitu ambacho miezi kadhaa nyuma alikuwa akitaki kabisa kwamba Putin toka kwenye shamba langu ndo tukaongee. Kwa hiyo kaakili kanaanza kumrudi. Na kaakili kanamrudi kwa sababu ameona ni namna gani dunia watu wameshagawana. Yeye mwenyewe kakiri kwamba hii dunia watu wameshagawana. Kivipi? Amedai hivi, mkutano wa Trump na Putin Alaska ni Putin alikwenda kuuziwa Ukraine na Trump. Huo ndio ukweli. Yaani huo ndio ukweli kabisa. Mkutano uliofanyika Anchorage, sio naita Anchorage, kule Alaska, Putin alikwenda kuuziwa Ukraine rasmi. Na huyu bwana anakiri mwenyewe. Nikusomea hii sentence ya kukiri kwamba Putin aliuziwa Ukraine na Trump kule Alaska. We've heard that you were promised in Alaska the resolution of certain issues concerning Ukraine and Europe. But you can see for yourself that Ukraine and Europe issues are not decided in Anchorage. Zelensky anathibitisha kauli yangu ambayo nimeimba kwenye video zangu za nyuma sana, kwamba dunia wamegawana. Marekani atabaki na Amerika yake yote, maana Amerika Kusini, Amerika Kaskazini. China atachukua Asia, Putin Urusi itachukua Ulaya nzima. Ndio maana hiyo sentence hapo kwamba mkutano wa Alaska wa Putin na Trump, Putin aliuziwa Ulaya. Ndio sentence aliyosema Zelensky kwa hii sentence yake ya kusema kwamba but you can see for yourself that Ukrainian and European issues are not decided on Anchorage. Kwa nini anahitaji Ukrainian and European? Mkutano wa Alaska, Putin aliuziwa Ulaya. Sasa mtu anaweza kaniuliza, sasa kama Putin aliuziwa Ulaya, mbona Marekani bado anazidi kumsumbua Putin? Marekani ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara siku zote ni mnafiki. Unavyoingia pharmacy kununua dawa, mtu wa pharmacy akuombei upone moja kwa moja, yeye ataishije? Kwa hiyo ndivyo unavyoweza kumchukulia Marekani. Marekani ni kama mfanyabiashara wa dawa. Ukipona moja kwa moja, yeye atafanyaje biashara? Kwa hiyo lazima atengeneze instability fulani Ulaya ili watu wa Ulaya wakanunue silaha kwake, kwamba Putin ni mbaya, njoo nunua silaha kwangu. Lakini biashara ya Urusi kuimiliki Ulaya, Trump na Putin wameshamalizana siku nyingi tu kwamba baba, Ulaya ni yako, wewe pambana uwezavyo, wewe imiliki, wewe huku niachie. Ndio tafsiri hiyo paragraph ya bwana Zelensky kwenye barua yake. Zelensky ametoa bonge la kamba kwamba wa Ukraine wana teknolojia drone wanayouza Mashariki ya Kati. Nimeshakikemea hichi kitu, kwamba huyu jamaa anataka kutufanya sisi ni wajinga. Yaani leo hii wa Ukraine ni baba drone kuliko Mrusi, kuliko Muirani mwenyewe. Like really? Msichokijua, drone nyingi za Zelensky anazozitumia zinatengenezewa, yani ni coordination, yani kuna muunganiko umetengenezeka, unatengeneza hizi drone. Kuna Mturuki, kuna Muisraeli, na Warusi wameshazionya hizo nchi, Uturuki na Israeli,
kwa namna wanavyomsaidia Zelensky kwenye utengenezaji wa drone. Zelensky hazalishi drone whatsoever. Huu ni mchezo wa madalali kutulisha matango pori kwamba leo hii tunavyoongea wa Ukraine ni bora kwenye drone manufacturing. Hakuna kiwanda cha silaha kinaweza kikawa ndani ya Ukraine Putin asikijui. Nikusomea hii paragraph. You believed Ukrainians would not have the strength to defend themselves. Yet today our people are helping our partners in the Middle East and the Gulf build their own defenses. Yani wa Ukraine wanauza utaalamu wa drone Mashariki ya Kati. Drone zikapigana na wa Iran. Iran ambaye ndio baba wa hii teknolojia. Inakuingia akilini? Warusi wameshatupasiri siku nyingi sana kwamba hizi drone ambazo zinamsumbua Putin huwa ni teknolojia ya muunganiko wa Israeli na Mturuki kumsaidia huyu Zelensky. Hizo nchi zimeshapewa onyo kwamba mnachokifanya tunakijua, kwa hiyo muwe makini. Kwa hiyo huu ni uongo, utoe kabisa. Kingine kwenye hii barua, Zelensky amegusia kile kitu ambacho nimeshakizungumzia wanaonifuatilia, kwamba Zelensky aliomba silaha kimya. Unajua sasa hivi Zelensky akipiga simu Marekani, simu haipokelewi. Kwa sababu Marekani iko busy na Iran, iko wazi. Na ndicho alichokigusia kwenye barua. Nikusomea hii sentence. We see that the United States is fully focused on the issue of Iran and it will be wrong to simply wait until the war in Europe return to the center of its attention. Kwamba kwa sababu Marekani iko busy na Iran, inabidi sasa tuongee. Ndio tafsiri ya hiyo sentence. Kwamba Marekani asingekuwa busy na Iran, au tuseme kwamba vita ya Iran na Marekani isingekuwepo, je, hii barua ya wazi tungeipata? Jibu ni kwamba tusingeipata hii barua ya wazi. Tumalize hivyo. Asichokijua Zelensky na hakijui kwa sababu hajasomea masuala ya siasa. Dunia inapasuka. Mwenye nguvu lazima nguvu zake zitaonekana na atamiliki ambacho kiko ni cha kwake. Mashariki ya Kati pia inakwenda kubaki kwa Iran. Hicho kitu hata Zelensky hakiwezi kumuingia akilini kwa sababu Zelensky hajasomea masuala ya kisiasa. Hasa kama Zelensky hakusomea masuala ya kisiasa, anafanya nini Ikulu? Mfumo wa magharibi ni wapumbaze watawali. Mfumo mzuri wa kupumbaza watu, wajazie viongozi wasio na akili ili tuwaendeshe vizuri. Mtu ataniuliza, Zelensky ametoa pendekezo wakutane wapi? Je, Moscow au Kiev? Huko kote Zelensky amesema haiwezekani kukutana. Yeye ametoa pendekezo wakutane Switzerland au Turuki. There are countries that have traditionally hosted leaders to resolve issues of war and peace. Switzerland and Turkey, the countries of Arab war, many are able and willing to host such a meeting. Warudi tena Uturuki au Switzerland. Yani mimi nataka, yani kitu ambacho natakiwa ukiweke kwenye akili yako, vita ya Ukraine na Urusi itaisha anavyotaka Putin. Yani atarukaruka akisha hiva tu atakubaliana na Putin ili Putin amle. Kwa sababu Ukraine ni maharage ambayo Putin anayapika. Sasa yanakaribia kuiva ili ayale. Wewe elewa hivyo. Zelensky alijiongelesha mwenyewe issue ya kutaka ceasefire. Yani kama yale yanayoendelea kule kwa Iran. Sasa Zelensky kama vile Zelensky si ajui dunia, anashauri hivi kuwe na ceasefire kama ya Iran ili waongee. Sasa kama vile ajui kwamba ceasefire ya Iran watu wanaendelea kuumizana, au huyu bwana afuatiliaje vyombo vya habari? Kwa sababu tunakumbuka waziri wa vita bwana Pete Hegseth alituambia we negotiate with bombs. Yaani huku tunaongea huku tunakupiga. Hizo ndio sifa za wakubwa, kwamba tutakuwa tunaongea huku sisi tunaendelea kupigana. Na Trump aliulizwa hili swali akasema, aliulizwa hivi maana ceasefire nini bwana president? Akasema ceasefire ni kuendelea kumpiga adui yako kidogo kidogo. Alitumia neno kama strike with manner. Ngoja kwanza nikusomee maelezo ya Zelensky kwenye barua yake, alafu nitakupa maelezo ya ceasefire kwa tafsiri ya bwana Trump. Haya ni maelezo ya bwana Zelensky akiomba ceasefire ili kutoka kwenye hii barua yake. Sasa Ukraine is ready for a full ceasefire for the duration of the negotiations. This is a standard practice and current developments around Iran only reinforces that point. An attempt to establish real silence is the best way to begin talking to one another. We believe it would not simply be an attempt, but a real ceasefire, if that is what you want. Yaani bwana anataka vita isimame alafu waanze kuongea sasa.
Kumbuka hawa wadogo wadogo vita ikisimama ndio wanapata nguvu. Marekani, Uingereza, Ufaransa, yani NATO kwa ujumla ndio waingize silaha. Putin si anajua mchezo. Yule bibi sikashamwambia kwamba bana, mikataba yote tulioingia ile ya Minsk 1, Minsk 2, tulikuwa tunamjenga wewe mtoto aje kupigana na wewe. Tafsiri yake nini? Huyu mtoto inabidi apigwe mpaka aive alike. Hakuna alternative. Sasa anayetaka kujua maana ya ceasefire, ceasefire ni hapa bana, Trump ametupa hii hapa nikusomee. Reporter alimwambia Trump hivi, how do you define ceasefire? Trump akajibu, in that part of the world, ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. Kwamba usitishaji wa mapigano tafsiri yake ni kuendelea kumpiga adui yako in moderate manner, yani kidogo kidogo, sio nampiga ile sana. Hiyo ndio tafsiri ya ceasefire kutoka kwa bwana Trump. Je, kama Trump anasema ceasefire ndio hivi, anamwambiaje bwana Putin? Putin unataka kusikia hata msamiati unaitwa ceasefire, vita non stop mpaka usaini ninachokitaka mimi, kwa sababu ulijazwa akili yako kwamba watakusaidia. Wako wapi wanaokusaidia? Kurukaruka kwa Maharagi ndio kuiva kwake, kurukaruka kwa bwana Zelensky ndio kuiva kwake. Sasa wanaonifuatilia, nimekuwa nikitoa hii ripoti ya mabadilishano ya maiti kati ya maiti za wa Ukraine na maiti za Warusi. Huwa maiti za wa Ukraine ni nyingi sana, nyewe wenyewe mnajua, maelfu kwa maelfu. Wakati kwa Urusi inaweza kawa 10 na kitu au 20. Wakati kwa Ukraine lazima iende maiti 1000 na. Sasa Zelensky anatudanganya kwamba kwenye hii vita uwiano wa kupoteza wanajeshi kwao na Urusi, kwamba kwenye Ukraine mmoja Warusi watakufa 5 au 6. Wanaita ratio of casualty. Sasa wewe geuza, kwenye Mrusi mmoja ndio wa Ukraine kama sio 6 ni 10 huko, kwa sababu hichi kitu tunakiona kwenye wakati wa kubadilishana maiti. Sasa huyu bwana amekizungumzia kwa kutuchezea akili zetu kwamba Mrusi ndio anayepoteza wanajeshi zaidi. Ningemuuliza bwana Zelensky, kama Mrusi ndio anayepoteza wanajeshi wengi zaidi, mbona unaomba mazungumzo? Mbona unazidi kupoteza shamba? Nikusomee kwenye barua alichokisema. Yesterday I received a report on the losses of your army on the front in Ukraine during May. Once again, the number exceeded 30,000 Russian soldiers killed and seriously wounded. We've been maintaining that level month and month, and we have video confirmation of every one of your losses. These are not an empty claim. We know that 63% of your battlefield losses are killed, while only 37% are wounded. In the 21st century, no army can afford such a ratio, and the share of those killed will continue to grow. We are losing our people, and every loss is painful to us. Even the ratio of Ukraine losses to Russia losses is 1-5 or 1-6. It still matters greatly. Yani kwenye uwiano wa kupoteza wanajeshi, kwenye Ukraine mmoja Warusi wanakufa 5 au 6. Wewe geuza. Hayo ndo matango pori ya mwigizaji anavyokuwa rais. Watu ambao wametoka kwenye field moja wanaingia kwenye field nyingine. Kwa nini asingetoka kwenye uigizaji akawa mwanajeshi? Wewe unakaa unaamrisha wenzako tu. Ndugu zangu, siasa za magharibi za kupumbaza watawale hatuzihitaji Tanzania. Zelensky amewachafulia waigizaji wote. Yaani akili ya Zelensky ndio imewaharibia akina Baba Levo, akina Babu Tale, akina FA. Akili ya Trump hiyo naye. Trump usimwache. Lazima tukumbushane. Mimi napenda kuongea kwa mifano. Anayekasirika amelelewa kihistoria, kicivics. Unajua ndugu zanguni, ngoja tuongee kitu kimoja. Katika maisha kuna mgawanyo wa majukumu. Jukumu la uongozi sio jukumu lepesi. Kuna watu wametutengenezea mazingira tuone uongozi ni wepesi, kwa sababu mfumo wa uongozi wa magharibi kama ninavyosema, ili ufanikiwe kupumbaza watu, lazima utengeneze mfumo wa kupata viongozi wapumbavu ili uweze kuendesha unavyotaka wewe. Uongozi sio kitu chepesi kila mmoja awe kiongozi wewe. Uongozi ni kujitoa. Kwa hiyo uongo kama huu Zelensky anaotuletea, anataka kumjaza nani? Ndugu zangu, jinsi ilivyo, sio kila mtu anaweza kuwa mwanajeshi. Hivyo lazima tuweke wazi, sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Lazima tuweke mipaka. Sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi.
Sasa kabla ya hii barua ya wazi ya bwana Zelensky kwa Putin, kulikuwa na habari walitoa Bloomberg wa Marekani hawa kwamba Ulaya wenyewe wameshachoka. Niliwaambia ndugu zanguni, pesa ya Putin kumpiga Ukraine anapewa na hao wa Ulaya. Yaani ni kwa vile tu hamjui mchezo unaochezeka. Namna gani watu wa Ulaya wanavyopeleka pesa kwa Putin. Wataenda wapi? Yaani vita ya Iran na Marekani ndio imeharibu kabisa vita ya Ukraine. Inabidi watu wa Ulaya wakusanye fedha wampelekee Putin. Sasa Bloomberg walitoa hii taarifa, nikusomee. A group of Ukraine's key European allies are working on plans with Kyiv to engage Russia in negotiations to end the war as they see a shift in momentum, strengthening Zelensky's position. Msaada wa kweli wa hii vita, tunajua hii vita ilikuwa ni ya Marekani kwanza, tusijizime data. Kwa sababu hii vita Ukraine angeishinda, mfaidikaji mkubwa ni Marekani. Maana Marekani angeendelea kuwa baba wa dunia nzima, maana unipolar ingebaki. Yaani kama Urusi tu ingedondoka, unipolar ingebaki. Kwa hiyo mfaidikaji namba moja wa hii vita alikuwa ni Marekani, na mwekezaji mkubwa wa hii vita alikuwa ni Marekani. Nasema alikuwa kwa sababu sasa hivi sitaki kuamini kama iko pesa inayotoka Marekani moja kwa moja inakuja kwa Zelensky. Hiyo pesa haipo. Ugomvi umebaki kwa watu wa Ulaya, na watu wa Ulaya sasa wamebaki kwa akili na wanaiendesha vile vile. Kwa hiyo watu wa Ulaya wanaona kinachoendelea Mashariki ya Kati, wanaona hakuna namna tunaweza tukaishinda hii vita, kwa sababu mwisho wa siku mafuta ya kuiendesha hii vita Mrusi anayapata kutoka kwetu sisi wenyewe. Sitakuwa tunamdanganya Zelensky. Hata hivi drone tunavyomsaidia mara apige St Petersburg sijui nini, bado anachofanywa Zelensky, ndugu zanguni, achaneni kusikiliza hizi media zenu kuambia kinachoendelea. Ukweli ni mbaya sana. Sasa Zelensky amekuja wazi, ametuambia silaha kali kabisa ambayo Putin anayo ni makombora. Sasa nitakusomea kwenye Twitter, ametweet kwamba silaha kali kabisa Warusi waliobaki nayo ni makombora. Sasa Zelensky asichokijua, hayo makombora ndio yanayomzuiaga Marekani kuivamia Urusi. Yaani kama sio hazina ya makombora ambayo Warusi wanayo, basi Marekani ingekuta ameshaivamia Urusi akamaliza mchezo. Nikusomea alichokitweet sasa kuhusiana na power ya Urusi nini. We've also achieved very important results through our mid-range and deep strikes. Russia is facing clear fuel shortages in the temporarily occupied territories and in parts of central Russia, as well as serious damage to its logistics. So through this pressure, we are making Russia choose between diplomacy and further losses. It's important that Russia faces exactly this choice. And now Russia has only one final argument left: ballistic missiles. Only one. Tumewapiga Warusi deep strike, sijui mid range, kajisifia hapo Warusi hawana nishati. Kajisifia mwisho akasema Warusi wana mtaji mmoja tu wamebaki nao: makombora, ballistic missiles. Asichokijua alichokitaja ndio break ya Marekani wenyewe na Ulaya. Yaani ukitoa makombora kwenye hazina ya silaha ya Urusi, Ulaya, Marekani wanaingia, Urusi first wanagawana ile nchi. Kwa hiyo kumbe jibu Zelensky analo kwamba Urusi haiwezekani dunia nzima. Yaani tukivamia Urusi sisi kama dunia, basi inabidi dunia ipotee. Ndicho alichojijibu mwenyewe. Sijui kama, yaani sometimes kama akili zinaingia zinatoka. Huo ndio ukweli. Kuna maoresheni yametengenezwa juzi kwa ajili ya watu wa Ulaya. Kuna Satan 2 sijui version mpya nilifanya review juzi, imeshatengenezwa. Shetani ni kombora la Marekani. Oresheni ni kwa ajili ya Ulaya. Yaani Zelensky inabidi akae afundishwe kwamba yeye mwenyewe anashajua kabisa kwamba dunia watu wameshagawana. Kwa wanarukaruka wakiiva tu wataingia kwenye banda la Putin. Putin atawatafuna. Kwa hiyo tafsiri ya Zelensky kuandika barua kwa Putin, anatuambia kwamba anakaribia kuiva ili aliwe na bwana Putin. Hakuna kingine. Dunia watu wameshagawana. Marekani aliiuza Ulaya na Ukraine kwa bwana Putin. Yeye mwenyewe katuambia. Huo ndio ukweli. Maanake kikao cha Alaska ni Putin kukabidhiwa Ulaya. Bado Marekani hajaikabidhi Mashariki ya Kati kwa Iran. Ndicho tunachokisubiri sasa. Kwa hiyo ndugu zanguni, dunia inakwenda kasi. Tusijizime data, na sisi tujiandae kuwa na mfumo wa kupata viongozi pragmatic bungeni. Tuondoe akina Bongo Flavor, tuondoe hawa wa sijui akina viti maalum, hata sijui wanatokaga wapi.
Kuna vitu vingi tujiandae kuvifanyia marekebisho. Hatutaki kuona watu wanaoimba bongo flavor bungeni, hatutaki waigizaji, hatutaki watu ambao sijui wana maarufu gani. Imagine leo inge kutaiti Chief Godlove yuko bungeni, Shilole yuko bungeni. Yes! Hao ni watu walikuwa wanataka kwenda bungeni. So wameona tobo. We need serious way to get serious leader for serious nation. Tunataka mwalimu fulani tupe mchango wako, profesa fulani tupe mchango wako, engineer fulani tupe mchango wako. Ndicho kitu tunataka tukisikie bungeni na ofisi mbalimbali za kiserikali. Huu mchezo watu kutafuta umaarufu waende bungeni, tunajiandaa na katiba mpya. Tuanze kubiriana vitu vya muhimu. Viongozi wabovu, taifa bovu. Na hayo ni matokeo ya mfumo mbovu. Tuelimike, tusiwe wasomi.